Moja kwa moja nikianza na gazeti Gwiji la Habari Tanzania, Habari Leo. Habari kubwa nasema wabunge waje juu kiinua mgongo chao, wadai makato ya kodi yatawageuza ombaomba watakapostaafu, wasisitiza uamuzi usiporekebishwa uguse viongozi wote wa siasa, wasisitiza uamuzi usiporekebishwa uguse viongozi wote wa siasa. Nyumba achoma moto nyumba mbili. Habari inatoka huko Tarime. Kisa basi kipo katika ukurasa wa mwanzo, lakini kinaendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo. Lakini utambulisho NIDA kutumika kuondoa watumishi hewa, kazi data yake kuunganishwa na serikali, na serikali, namba za watumishi kuwa tayari ifikapo Agosti. Habari kamili basi ni ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo. Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Hujuma Pemba, nyumba ya choma, mikarafuu, migomba ya fiekwa. Na kuna habari picha inaonyesha basi tukio hilo, nyumba ya choma, mikarafuu ya fiekwa pamoja na migomba. Lakini upinzani wa sarenda bungeni, Wema kuandaa mpango mkuu wa elimu Zanzibar. Basi habari kamili ukurasa wa pili. Lakini Sugu kikaangoni kulitusi bunge. Nini hiyo? Basi ukurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar Leo. Fikra ya kinifu Mtanzania, bajeti ya serikali hewa ukawa, wanasema hivyo. Wasema trilioni 7 zilizowasilishwa hazipo, wanusa harufu ya ufisadi ununuzi wa ndege na BRN, wahoji ujenzi wa kiwanja cha ndege nyumbani kwa Magufuli. Ndivyo ambavyo gazeti hili la Mtanzania linavyoandika. Na wachumi wasema ni bajeti chungu kwa makabwela, na nyama ya ng'ombe yaua watu 3, paka na mbwa. Habari inatoka huko Dodoma. Raia Tanzania, gazeti makini kwa watu makini. Kambi ya upinzani wa mtega Magufuli, wataka afute posho za vikao bungeni, misamaha ya kodi kwa viongozi ifutwe. Habari kamili ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Raia Tanzania. Lakini NIDA yasikia kilio cha Dr. Magufuli. Sugu mbele ya kamati ya maadili, ni agizo la naibu spika. Wanafunzi 480 kortini ni wale waliofutiwa udahili na serikali. Ni gazeti Raia Tanzania. Jambo Leo, sauti ya jamii lenyewe linasema sakata simu bandia lapelekwa kortini, naibu spika aongezwa ulinzi. Lakini Chadema sasa yaishitaki polisi, na maelfu wa mzika Mohamed Ali ipo kimataifa, lakini imedokezwa katika ukurasa wa mwanzo wa gazeti hili. Lakini wapinzani na bajeti ya trilioni 22 na bomba la mafuta kutumia bilioni 241. Ni gazeti Jambo Leo katika ukurasa wake wa mwanzo. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, kuhusu bajeti 2016-2017, wapinzani wacharuka, wadai serikali ya JPM imeanza uongozi kwa kulihadaa bunge, watoa takwimu wakidai mkanganyiko kwenye bajeti iliyowasilishwa. Habari kamili basi ni ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Yametimia uchaguzi mkuu Yanga, ni habari ya michezo imedokezwa katika ukurasa wa mwanzo wa gazeti hili la Majira. Na Chadema yaliburuta jeshi la polisi mahakama kuu. Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe linakuja na habari kubwa, inasema mkutano mkuu maalum wa CCM waota mbawa. Ni habari inayopatikana ukurasa wa 12 wa gazeti hili la Nipashe. TAKUKURU kuanza na vigogo kesi mahakama ya mafisadi, na Mbowe yatinga mahakamani mpaka kieleweke Chadema. Na habari hii inaambatana habari picha inaonyesha askari wa kituo kikuu cha polisi cha Mwanza akizungumza na mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo Freeman Mbowe mara baada ya kutoka mahakama kuu kanda ya Mwanza alikofungua kesi ya madai dhidi ya jeshi la polisi na mwanasheria mkuu wa serikali kwa kubaka demokrasia nchini. Ni gazeti Nipashe hilo, sauti ya watu Tanzania Daima. Bajeti hewa, wapinzani wa ichana waanika kasoro lukuki, wapinga Magufuli kujengewa uwanja wa ndege Chato. Habari kamili ni ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Lakini habari nyingine inasema wabunge CCM waiparua serikali. Habari inatoka huko Dodoma. Na Chadema waiburuta serikali mahakamani. Uhuru lenyewe hili habari kubwa inasema wapinzani wanasa, wasoma hotuba ya kambi yao mbele ya Dr. Tulia Ackson, ni baada ya tishio la kukatwa posho wakisusia vikao. Basi habari hii inapatikana ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Uhuru. Na bajeti hii haijapata kutokea. Habari kamili ukurasa wa 3 na imetoka kwa Malesela. Na habari nyingine inasema NIDA kutoa namba maalum ya utambulisho kwa kila Mtanzania. Kuna habari picha hapa inamuonyesha Rais Dr. John Pombe Magufuli na makamu wa Rais Samia Suluhu Hassan na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, Jaji Mkuu Mohamed Chande Othman wakiwa na jaji wa mahakama ya rufani Shaban Ali Lila, jaji kiongozi na Ferdinand Wambali kushoto, baada ya kuapishwa Ikulu Dar es Salaam. Hiyo ilikuwa ni jana. Gazeti Daily News, maoni tofauti kuhusiana
na bajeti. Wabunge wametoa maoni tofauti kuhusiana na bajeti iliyotolewa, lakini vile vile maafisa afya wa mikoa wao wamewaaswa kusisitiza kuchangiaji damu mikoani huko, lakini kutumia na pesa kwa njia za simu basi na yale makato yake basi nao pia yaleta maoni tofauti huko bungeni baada ya ile kodi sasa kuanza kutozwa katika kutuma na kupokea fedha kwa kutumia mitandao ya simu. Ni gazeti The Daily News ukurasa wake wa mwanzo. Na habari katika gazeti The Guardian ukurasa wake wa mwanzo, basi wabunge wa CCM watofautiana kuhusiana na kodi na makato pamoja na kodi huko kuhusiana na bajeti hiyo mpya. Na pia kuna habari nyingine inasema wanafunzi basi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam wao wadani wanadhulumiwa pesa zao. Ndivyo linavyoandika gazeti hili, na habari hii inaendelea katika ukurasa wa 13 wa gazeti hili la The Guardian. Lakini vile vile kuna habari nyingine kutoka bungeni ambazo zinazungumzia mwenendo wa bunge hili, ambapo moja kwa moja kuhusiana na baadhi ya posho ambazo zinatolewa na wabunge huko bungeni Dodoma. Tukitazama upande wa michezo na burudani, tukianza na gazeti hili la The Guardian, habari kubwa inasema DRFA, chama cha soka mkoa wa Dar es Salaam chenyewe chataka Yanga waendeshe uchaguzi wao kwa amani. Ndivyo ambavyo linaandika gazeti hili. Lakini Pluim yeye ampongeza Hassan Kesi pamoja na Mahadhi kwa wao kutokana na mchango wao na vile vile kuendelea kuwafurahisha mashabiki wa Yanga hasa katika kipindi hiki ambacho wanajiandaa na mechi za kimataifa. Ni Pluim awapongeza Hassan Kesi pamoja na Mahadhi, ni wachezaji wapya wa klabu ya soka ya Yanga. Ndivyo linavyoandika gazeti The Guardian kwa habari za michezo na burudani. Gazeti Daily News upande wa michezo na burudani, basi Yanga kuondoka kesho kwenda nchini Uturuki kuweka kambi kwa ajili ya michuano hiyo ya kimataifa ya Afrika. Lakini vile vile Tyson ni miongoni mwa watu waliobeba jeneza la Mohamed Ali kuelekea mazishi yake. Hiyo ilikuwa ni jana, mazishi ya Mohamed Ali. Lakini vile vile ukiachana gazeti Daily News upande wa michezo na burudani, tukitazama gazeti Uhuru, Yanga uchaguzi leo, waliokimbilia mahakamani wagonga mwamba. Lakini kwa upande wa burudani, Nei wa Mitego awafunda chipukizi. Tanzania Dema upande wa michezo na burudani, Yanga kwenda Uturuki kesho. Leo Yanga korti Kisutu yatupa mbali ombi la kuzuia uchaguzi wao. Basi Nipashe upande wa michezo na burudani lenyewe linaandika Yanga kuchaguana leo, safari ya Mohamed Ali yakamilika alivyopanga. Ni gazeti Nipashe hilo upande wa michezo na burudani. Majira upande wa michezo na burudani, yametimia uchaguzi mkuu Yanga SC. Jambo Leo upande wa michezo na burudani, habari ni ile kubwa, Yanga kupata viongozi leo. Lakini kachana habari hiyo, kuziendea Mope Jaia pamoja na Mazembe nchini Uturuki, ni Yanga hao ambao wanasafiri kesho. Raia Tanzania upande wa michezo na burudani, waliotaka kuzuia uchaguzi Yanga wakwama, Kaseja afunga mabao mengi Mbeya City. Habari kamili ni kurasa 23 wa gazeti hilo la Raia Tanzania. Mtanzania upande wa michezo na burudani, ya uchaguzi waipeleka Yanga Ulaya na Simba yateswa usajili Yanga, lakini Shungu ajitosa Arusha City. Na michezo Zanzibar Leo, habari kubwa ni bilioni 8.1 kuinua michezo na utamaduni. Habari hiyo inatoka huko Zanzibar. Na wabaya wa Small Tiger wabainika, Combine jini yaendelea kujinoa. Habari Leo upande wa michezo na burudani, habari kubwa inasema Juma Abdul Telela kuwakosa wa Algeria. Na kuna habari nyingine inasema uchaguzi Yanga nusura uingie quick. Na kuna habari picha hapa inaonyesha waombolezaji wakisukuma jeneza lililokuwa na mwili wa bingwa wa zamani wa masumbu duniani Muhammad Ali wakati wakielekea kwenye ukumbi wa Louisville kule Kentucky kwa ajili ya kuswalia tayari kwa maziko yaliyofanyika. Hiyo ilikuwa ni maziko yalifanyika jana, basi swala hiyo yenyewe ilifanyika juzi. Ni habari hiyo katika gazeti la Habari Leo upande wa michezo. Tutazama habari za michezo na burudani tukianza gazeti Championi. Habari kubwa, Yanga ya washika Waarabu ya hamia Ulaya kabisa, ikirudi ni mechi na TP Mazembe. Lakini Manji anasema Yanga sasa ni noti yani fedha. Na habari nyingine anasema nikisajiliwa Simba Ngoma hapiti, ni beki huyo anasema akisajiliwa Simba basi Ngoma atakuwa hapiti. Na ukurasa wa mwisho ni kimataifa zaidi, habari kubwa inasema England mzigoni Euro, Vardy Rashford kazi ipo, na Uruguay ya Suarez yatolewa Copa America, na Madrid yaingilia Man United kwa Pogba. Ni gazeti Championi upande wa michezo na burudani lenyewe. Lakini bingwa kwa upande wa michezo na burudani, Pluim apata 5 killers hatari